Hujambo ndugu mtazamaji na karibu katika video yetu ya siku hii ya leo. Leo niko na kijana wangu mdogo hapa anaitwa Ethan, ambaye mara nyingi ninapenda sana kumlea wakati wa jioni ninapokuwa nimetoka kazini. Kwa hivyo ameniona akashangaa na anavyoangalia pale kwenye picha, pia anazidi kushangaa kwamba ni nini kinachoendelea. Nipende kukukaribisha katika filamu yangu ya siku hii ya leo. Leo nimeazimia kuzungumza katika lugha ya Kiswahili kwa ajili ya kukaribisha katika mazungumzo muhimu ambayo kwamba yanakuhusu, yananihusu, yanatuhusu. Najua nimekuwa nikizungumzia mambo mengi yanayohusu mambo tofauti tofauti, lakini jioni ya leo baada ya kazi na naona hali ya anga imeruhusu, haina mambo mengi sana, basi nimeonelea vyema nizungumzie juu ya masuala ya kifamilia. Unajua watu wengi wanaposikia habari ya familia, inakuwa vigumu kwao sana kuwa huru kufunguka, lakini nipende kusema kwamba familia ni sehemu moja muhimu sana katika dunia hii, na tunapokuwa tunaiasisi na kuiendeleza, basi tunafanya jambo moja kwa Kiswahili kizuri, na hasa nikasema jambo mbolea, kwa sababu ni jambo la kubarika na limebarikiwa kimaandiko, sababu familia ya awali kabisa Mungu mwenyewe alianzisha, na alipoianzisha familia hii kusudi na matamanio yake makubwa ni kwamba nchi iweze kujazwa, na baada ya kujazwa basi watu waweze kumiliki na kusimamia yale ambayo kwamba Mola wao kawapatia. Hivyo katika kila kaumu wamekuwepo watu wenye uwezo wa kufanya kizazi kiendelea, lakini kila kizazi kinakuja na changamoto zake. Kwa mfano, miaka ile yetu tulipokuwa tunakuwa kama vijana wadogo, changamoto za umaskini ndizo zilikuwa zinatukumba mno, kwa sababu ya nchi zetu za Kiafrika. Tumetoka katika ukoloni na sasa tumeingia katika kuwa nchi huru. Mara nyingi ni vigumu hata kupata fursa ya kuendeleza familia inavyostahiki. Vitu kama runinga kwa mfano vilikuwa ni kwa watu wenye uwezo na nafasi katika jamii. Kwenda skuli nzuri ambazo kwamba watoto wangepata kukata kiu angaa ya elimu ilikuwa ni kwa wale wenye uwezo na nafasi katika jamii. Lakini kadri karne zinavyozidi kusonga, unaweza kukubaliana na mimi kwamba malengo yanazidi kubadilika na kuibuka mapya, na teknolojia inaendelea kuimarika. Sasa siku hizi hatuzungumzii masuala ya elimu, kwa sababu elimu sasa imekuwa ni kwa ajili ya watu wote. Kuna kitu kinaitwa malengo ya Millennium Development Goals, ambayo yanahusu hasa kila mtu kupata elimu na kupata afya bora na kupata lishe. Hayo sasa sio maneno ambayo yanaleta changamoto kubwa katika jamii, na kila mmoja lazima aazimie kuwa na malengo ambayo kwamba yanaweza yakamfaidi katika siku zake za sasa hivi na vile vile siku zile za halafu. Kwa namna hiyo sasa basi ina maana kwamba ikiwa familia inapoendelea bila malengo, uwezekano upo kwamba hatutapiga hatua ya kasi. Tunaishi nyakati ambazo kwamba watu wana malengo tofauti tofauti, lakini wazo la kuongeza labda la kuendeleza familia limekuwa ni wazo finyu, na shetani anaelewa vizuri kwamba akiingilia familia vizuri, apatie watu kiu na hamu ya kuchapa shughuli za maisha haya bila kujali familia, apatie watu kiu na hamu ya kutafuta elimu ya maisha haya bila kujali familia, apatie watu kazi za kufanya ili mradi warudi nyumbani usiku, basi atakuwa ameteka familia kwa namna moja ama nyingine. Sasa nipende kuwajuza watazamaji wangu kwamba kwa kweli pale nyumbani baba anahitaji kuwa nyumbani na vile vile mama anahitaji kuwa nyumbani. Licha ya kwamba kuna changamoto za maisha haya za baadhi ya familia kuishi kana kwamba zimetalikiana hata kama wako pamoja.
unapata mzee anafanya kazi mbali, na si vibaya kutafuta kibarua, si mbaya kabisa, ni vizuri, na mama anabaki labda vijijini. Changamoto za familia hizi huwa ni kubwa sana, ikiwemo changamoto ya mawasiliano na kuelewana, kwa sababu mtu asiyekuwa karibu mara nyingi changamoto inaweza ikatokea kwa namna moja ama nyingine. Msijali na kijana wangu anazidi kujiandaa na yeye vile siku moja kuwa mpiga filamu, anashangaa pale anapo waona pale. Sasa lazima wawili wanaokuja pamoja wakubaliane namna ya kutatua tatizo hili la ndoa, ambalo kwamba unapata mzee yuko mbali kabisa na mama yuko mbali. Watoto mara nyingi wanapelekwa kwenye skuli za bweni, na kwa hivyo muda mwingi katika mwaka mmoja ambao una siku 365 unatumika katika kufanya watu kuwa katika hali ya upweke. Sasa na Waswahili wanasema, jameni, upweke ni uvundo. Hivyo tathmini namna unavyoendeleza kazi zako, lakini vile vile usisahau kuichunga na familia. Hiyo ni moja. Kuna sasa sehemu nyingine ya pili ya wale ambao kwamba wanapenda mara nyingi kuwa watu wenye wanajisimamia wenyewe, kwa maana ya single parent families. Ingawa kuna baadhi ya familia ambazo si kupenda kwao, sio kuchagua kwao, mwenzake mmoja kamuondokea, lakini wapo wengi sasa hivi ambao wao wanakusudia pakubwa kuishi kama labda mpata mzee anakaa na watoto mwenyewe, ama mama anakaa na watoto yeye mwenyewe, anajidai yeye ndiye baba na ndiye mama. Unajua aliyeumba wanadamu aliumba mume akaumba na mke. Lazima tutafakari pakubwa, tuelewe kwamba changamoto hii ya masuala ibuka ya familia kuwa mtu mmoja ilitoka naje, ili kwamba tuone uwezo wetu kama upo wa kubadilisha. Uwezo upo kabisa wa kubadilisha, tuweze kuwa watu wanaoishi pamoja. Mara nyingi nimekuwa nikiona watu wanasema kwamba heri niwe peke yangu. Hata nyimbo zimeumbwa, zimetungwa, ambazo watu wanasema heri niwe peke yangu, siwezi kuishi na fulani na fulani. Najua mawazo ni dira. Kusema heri uwe peke yako, utagundua kwamba upweke ni uvundo. Mchana watu wengi ni mzazi mmoja, lakini usiku wanasumbua, ama ndani kwa ndani wanasumbua. Kama afya ipo, nafasi ipo, jengeni familia zetu wote. Watoto wavulana wanahitaji kina baba kwa ajili ya kuwakumbusha namna ya kuwa wazee watakapozeeka. Watoto wasichana wanahitaji kina baba vile vile kwa kuwafundisha namna ya kutoa ulinzi kwenye boma pale. Vile vile kuwajuza namna ya kubalance mahusiano wanapokuwa, ili wakabaini kwamba jinsia moja na nyingine kuna utofauti. Vile vile watoto vulana wanahitaji kina mama kwa ajili ya malezi bora. Wanahitaji kina mama kwa ajili ya kuwapikia wakati fulani na kuwajuza masuala ambayo kwamba watajifunza watakapokuwa wakubwa, na wao wakifika umri wa kuoa, basi itakuwa rahisi mno kwao kuwahusisha hata wake zao. Lakini mara nyingi inapokuwa kwamba mtoto amekuwa pasina mzazi mmoja, inakuwa vigumu hata kufanya maamuzi wakati fulani. Ukapata kijana amelelewa na mama peke yake, uwezekano upo akiwa pale mkubwa atawaza kimama. Sisemi kwamba na watusi vijana, hapana, lakini unahitaji mchanganyiko wa mawazo ili kukuza mawazo. Kwa hivyo hizi familia ambazo kwamba zinaishi sawasawa na kwamba lazima wawe wenyewe, hiyo ni changamoto kubwa ambayo lazima itatuliwe ukingalipo. Licha ya kwamba mtu ana tabia ya kusinya na kusinyaa, basi lazima ieleweke. Sasa kitu kikubwa ambacho mimi huwa naangalia kimtazamo tu ni kwamba wengi wanapokuwa wanafanya hivi, huwa wanasema Yesu atakuwa mume wangu, Yesu atakuwa ndiye atanitosha mimi. Hapana, kuna masuala fulani yanafanyika hapa duniani ambayo yanahitajika yafanywe kibinadamu,
na lazima tuwe wa kweli na waaminifu kwa wenzetu pasina kujali ni mtazamo upi walio nao, ama ni ashi ama ni chanya. Na kwa namna hiyo itakuwa rahisi sana. Sasa familia kama hizo lazima ziangaliliwe sana. Alafu kuna watu huja kwenye familia, alafu wao lengo lao kubwa ni kupima mwenzake. Anampima aone kama atakaa ama aone kama atafikiria vingine. Sasa kuna kitu watu huwa hawakumbuki, na ndicho nimeazimia mara hii labda nizungumzie. Kuna kitu kinaitwa umri. Umri unapokuwa unazidi kusonga, kila kuchao umri unabadilika kila kuchao. Sasa ikiwa jana ulitafakari kama kijana, miaka inakuja, hivyo vinguvu na vijidai navyo vitaisha, tabaki mwenyewe pale unasumbuka kabisa. Hivyo jengeni familia unapokuwa una nafasi. Acha kusema kwamba acha kwanza niangalie. Wengine utamani kwamba ataendeleza familia ikiwa itakuwa na ustawi wa kiuchumi. Masuala ya uchumi pia yapo, ni sawa, lakini kwa mtazamo wangu, manake ninachozungumza hapa ni mtazamo, natoa mtazamo na kauli zangu, ni kwamba uchumi haulingani. Uchumi haulingani kila wakati. Kuna wakati fulani utapata una vihela, una vipeni, una vipesa, lakini pia wakati fulani utapata hauna vihela hivyo, hauna vipeni. Unaweza ukawaza kama mtu binafsi useme raundi sasa niko sawa. Lakini kadri miaka na mikaka inavyosonga, utagundua kwamba vile visenti ulivyokuwa unadai sana kwamba uko navyo sasa havipo. Vinatoweka kwa sababu circumstances do change. Unaweza ukaugua, wakati fulani unaweza ukapata labda tatizo ama changamoto ambayo kwamba haitakuruhusu kuwa na mapeni. Hata kama ni biashara umebobea, inawezekana upo wakati fulani hali ya biashara ikarudi chini. Sasa kwa namna hiyo lazima tuwe watu ambao kwamba tunatafakari ni kipi tufanye, kwa sababu utahitaji familia wakati huo kukusimamia. Sasa ikiwa wewe ni yule, basi lazima awe navyo ndivyo tuende naye, ama ndipo nianzishe familia. Uwezekano upo anaweza akawa navyo sasa hivi, kumbe kakopa. Kumbe kakopa kila mtu. Ile wazungu wanasema he owes every Tom, Dick and Harry. Na kwa namna hiyo ikaleta changamoto hata unapokuwa unakuja. Sasa kutoka kwangu jioni ya siku ya leo, labda kwa sababu ya wakati na swala kama hayo, mimi nipende tu kuwatambulisha jameni kwamba familia ni muhimu na ni vizuri kuwa na familia. Ikiwa umefika miaka mizuri ya kuoa ama kuolewa, maanisha kwamba umejiendeleza vizuri, uko tayari, yuko sawa, afya iko, basi kaoe au olewa. Pia tafuta mwenzako ambaye kwamba mnaingiliana. Usilazimishe. Usiangalie mtu ana mapeni ukafikiria peni ndizo zinaoa. Hapana. Usiangalie mtu kwamba ana sura. Mtu hali sura akashiba. Sura si tabia. Angalia tabia, angalia nyenzo ambazo kwamba zitakujenga kifamilia, ili ukue kama mtu ambaye kwamba atakunufaisha ama atapata manufaa katika familia inayoasisiwa. Sasa kwa sababu bwana mdogo hapa naona amechoka, basi na mimi nipende kuwatakia kila laheri pote pale mlipo wanandoa. Jameni, washeni mishumaa vizuri kwenye ndoa zenu, nuru yenu iangaze, Mungu akiwa kiongozi. Jameni, familia zidumu, siwe na amani hadi mwisho. Wala haigombi. Niite mimi Evans Okongo from Kenya. Wakati tunapopata nafasi, wakati mwingine tutazidi kunena, lakini kwa sasa tafakari hayo ambayo kwamba nimeyazungumza. Unie mazuri ya kujenga familia yako. Mtu ni watu. Ukiwa na watu, basi itakuwa faida siku za halafu, na utabaini pakubwa kwamba upweke sasa hautakuwa uvundo, kwa sababu una watu. Nikiwa mwenyewe, siku zinakuja utajihisi kana kwamba hauko salama. Kutoka kwangu niwatakie kila laheri, na tuzidi kuwa pamoja
Ikiwa basi hujapata nafasi ya kusubscribe kwa hii YouTube channel ya Evans Okongo from Kenya, basi kafanyeni hivyo ili kwamba tuweze kukuza hii nambari iweze kuwa kabisa, na tutukuze Mungu kwa mema hayo. Barikiwe sana.